Tunaporudi katika mtazamo wa kibibilia, Mungu alimuumba Adamu akakaa bustanini akiwa ndio mwanadamu pekee. Wanyama walikuwa ni sehemu ya kazi za uumbaji wa Mungu pamoja na mimea na mito, lakini inaonekana Adamu alikuwa na sehemu iliyobaki ikiwa na hitaji la kujazwa baada ya kuona wanyama wakiwa wanahusiana, na hivyo Mungu akaona namna pekee ya kuondoa ule upekee kwa Adamu ni kumfanyia mtu anayefanana naye. Kwa hiyo akamuumba mwanamke wa tofauti waliokuwa na umoja. Sasa tangia hapo kuna swali la kina ambalo watu wanaliuliza, lina changamoto katika majibu, lakini ndio ukweli wenyewe. Kwa Adamu haikuwa wazo lake kwamba mtafute nani ili aweze kufidia upweke wake. Mungu ndiye aliyemletea mtu sahihi wa kufidia upweke wake. Naona Mungu alikuwa ametatua matatizo mengi ambayo Adamu angepitia, kumpa simu, amnunulie simu mwanamke ambaye angekuwa sio yeye, lakini kulikuwa hakuna option zaidi ya moja. Alikuwa mwanamke mmoja na ni Hawa, huyo na huyo ndio mke wake. Siku hizi unaweza kaona kijana anavyohangaika huku na kule, mara huyo amemnunulia nguo, mara amemnunulia simu, mara wanafikiri labda ni huyu mara ameingia, yani multiple relationship. Haikuwa hivyo kwa Adamu. Lakini baada ya kuwa wameisha kaa pamoja, wameunda familia na familia imeongezeka, sasa kuna mtazamo ambao huu ndio unaleta imada hasa kwamba kipindi cha mahusiano ya Adamu hakikuwa sawa na kipindi cha mahusiano ya watoto wake, kwa sababu Adamu na mke wake walihusiana wakati ambapo hapakuwa na dhambi. Kila kitu kilikuwa sawa, hapakuwa na tofauti zinazowafanya wanuniane, wagombane, kwa sababu Mungu alikuweko na uwepo wake ulifanya mambo yote kuwa sawa. Lakini toka dhambi imeingia, Biblia inatueleza kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Sasa pale kukawa na wanadamu ambao kichwani ana zimo zilizotakiwa na zile zinazokinzana na sheria ya Mungu. Kichwani kwangu humu kuna vitu viwili viko, yani wema na uovu huko humu. Kama ambavyo kichwani kwako humo kuna wema na nini? Yako mambo mawili yana ring out. Alimba Gideon Kasozi na Kinondoni, sikujua maisha yangu kwamba ni yake, tangu nilipomuamini kama Mwokozi. Yesu alinitafuta, alinifanya nijute, maisha yangu ya kale niliona hayafai, jemedari wangu vitani. Huo wimbo, mapambano yako wapi? Ya wema na uovu. Sasa ndipo pale, wewe una uwezo gani wa kutawala chaguzi ili ufanye mema? Mungu anamwambia mwanadamu kupitia Musa katika Torati, chagua mema ufanyaje? Uishi. Kwa hiyo sisi sasa hivi tuko kwenye kipindi cha wema na nini? Na uovu. Unapomtazama kijana wa kiume au kijana wa kike, kuna wema na uovu. Unapomtazama mwenza wako, unapomtazama mumeo au mkeo, kuna wema na nini? Na uovu. Kwa uhalisia huu inatakiwa tubainishe sasa kujua wema ni upi, uovu ni upi katika muktadha wa mahusiano na ndoa. Sasa nimeshazungumzia kwamba chanzo cha mahusiano ni Mungu na amemuumba mwanadamu anayehusiana, social being. Na hii inakataa wala watu wanaosema eti mimi kwenye maisha yangu sitaki matatizo, nitaishi mwenyewe. Unajidanganya. Tena nikikufanyia assessment una madudu ya kutosha, majongoo na konokono wengi. Sorry to say. Yani akili hiyo, yani mtu anayeishi peke yake samani, lakini kuna sababu za msingi za kufanya. Mzee kwa sababu pasta anatuponda, no. Huwa anapenda uhalisia. Kuna mazingira huwa yaepukiki, unajikuta uko peke yako, si ndio? Mwenzi anaweza kawa amelala au pakawa vimechacha. Wakati fulani unaona vimechacha. Kuna kitu fulani tutakiona pia hata inavyoshauriwa hapo, kwamba ukiona moto unawaka sana usikae karibu, utapunguza. Unasogea, ukipungua unapungua, basi unarudi kidogo, unaika na kamuhindi. Baadaye unaona moto wa uzuru, basi jamani bwana asiwe sana. Kwa hiyo upweke bila kuangalia, kuna sababu za msingi za kwa nini mtu anakuwa peke yake. Okay? Kuna wengine unakuta ameumizwa kwenye mausikina, akienda misinga tu ya kutosha, majanga na matatizo za kwa nini nimeiba nini, nikae mwenyewe. Kwa hiyo anafikiri hilo ni suluhisho, lakini unapokaa peke yako upweke unakuja, unagonga hodi. Kuna mtu mmoja alifanya utafiti wa mambo ambayo mtu anafanya akiwa peke yake. Nikwambie, ni madudu hayo. Hebu fumba macho hivi ukiwa peke yako, hebu ona na wewe. Huyu mtafiti aliona kweli au uongo? Ajiangalie wewe mwenyewe. Unaona? Sasa Mungu akiona hivyo akasema si vema mtu kuwa peke ya. Kwa hiyo omba Mungu akupatie mtu wa kuwa naye. Kama wameondoka wale watu wa kuwa karibu nao, uko na familia, basi chukua wajukuu, kaa nao,
chukua watoto, kaa nao, kaa na mtu fulani, usikae peke yako. Kwa hiyo hiyo ni kigezo cha msingi sana. Sasa nijaribu kueleza muktadha wa safari kuelekea maisha ya wawili, ili tuangalie sasa katika maisha ya wawili haya kuna mtazamo wa Mungu ambao serikali iliingilia mtazamo wa mahusiano ya wawili baada ya kugundua baadhi ya vitu fulani havikuwa sawa. Na hapa ndipo tutagundua kuna watu wanauliza maswali, ndoa ni ya Mungu au ya serikali? Kwa nini mimi nianze kufungishwa ndoa na serikali wakati ilianzishwa na Mungu? Nitakwambia kwa nini serikali iliingilia kati mambo ya ndoa ambayo ni ya Mungu. Sawa jamani ya. Kwa hiyo kuna majibu hayo pia yanapatikana. Sasa safari ya mahusiano inaanza katika njia ambayo haijawahi kuwa na chanzo kimoja. Ningewaandaa wenzi fulani hapa wanandoa, lakini juma hii tumekuwa na kipindi, Hamisi Mohamed amekuwa na interview hapa na baadhi ya wanandoa. Kuna wale waliokuwa wanauliza, mlianzaje safari ya maisha yenu ya ndoa? Nasema mimi nilikuwa tu tumekuwa hapo nikaombwa namba ya simu. Nilipoombwa niliona tu ni mshiriki wa kawaida. Kuna mama moja akawa anasema niliombwa namba ya simu na nikawa na chat. Una chat? Watu wako kazini. Una chat. Watu wanalia timing. Baadaye mtu kaoa. Na ni jambo jema. Si ndio jamani? Kila mtu ana safari yake ya maisha. Mimi mke wangu nilionana naye Sabato mchana. Wakati wa vipindi kama hivi nimerudi kanisani hapo maili moja, kuna miti fulani hivi wamekaa mabinti wa kanisa hapo, walikuwa siku wanafanya shughuli. Nimerudi hapo na jamani hamjambo bwana asifiwe. Na mimi nilikuwa na sina mazoea ya kuongea sana na wasichana. Nilikuwa spendi nikiwa na skendo kwamba huyu jamaa na nilikuwa spendi sana. Sasa nikajikuta nikiangalia naona wasichana ni wengi, lakini huyu binti huyu wa wapi? Kinanionyesha mmoja wakati walikuwa wengi. Sasa huyu binti huyu, yani ikawa kama kwamba ni mgeni kichwa, kumbe tunasali wote hapo. Sijui ilikuwaje tukapeana hata na namba za simu, sikumbuki hizi simu hizi. Na mshukuru Mungu aliyetutoa kwenye barua, kutoka barua hadi simu. Unajua haya mambo ya kuchola kaua, unachola kaua fulani, unachukua maua saa 6 yale yenye rangi nyekundu, unakundila kipogolo unasema unaweka hivi, unatafuta na tupoda kanukie. Wewe usifanye mchezo bwana. Alafu unamtuma mtu ambaye unaomba bwana nataka chochote nitakupatia. Yule mtu anatakiwa wewe mwaminifu kuifikisha barua. Na anaweza akakwambia umpe chochote na utatoa. Kwa sababu utafika nako kupelekea barua. Lakini sasa hivi ukisha kuwa na simu, sasa hi nani mwenzangu? Sema mbona una haraka? Yani unaona mahusiano kabla ya simu hizi ilikuwa ni tabu na shida. Ndio bana, jioni nitakuja saa 2 hivi, ukisikia ndio unapita na kauluzi tu, unataka kauluzi na kafahamu. Azibura oral tradition hiyo anyway, lakini Mungu. Kwa hiyo nikapewa na simu na nilikuwa naimba kwaya hapo, tukawa tunafanya mazoezi huko kanisani hiyo mchana, na tunaenda na mazoezi, kasimu kangu kakaita bwana mwaka 2006 hiyo 5 ilikuwa tuone mwaka 2010 na mke wangu sisi tukailisha hiyo harusi wakati naenda kusomea masomo ya kichungaji, tukaona 2013. Nikiwa tunaendelea na mazoezi ya kwaya, nikaona kasimu kanaita. Kuangalia hivi, Gaudensia. Hivi unafikiri zoezi liko naendeleaje bwana? Sasa huyu binti wa tofauti ndio anapiga simu. Kwa hiyo mwalimu anapiga vimikono pale, nikamwambia mwalimu endelea na mikono tu. Hapo hamna. Nikasikiliza simu, nasikiliza. Nikasema hello, niko kanisani na nimesahau kwamba napokea simu kanisani. Unajua jamani, huu ubongo una namna yake ya ajabu sana. Kasema niko kanisani hapa, kasema na mimi niko nje hapa. Amina. Baraka bariki. Nikatulia dakika chache, nikasema huyu mtu kumbe ananipigia simu, kumbe na mimi naenda nikitulia nikapiga simu Lakini basi nikapata matumaini, nikatulia. Nikawa naendelea kuangalia hivi ni akili zangu au ni Bwana analeta connection. Unajua kuna connection za Mungu na nyingine zinaweza zikawa za kwako tu.
Nikasema ngoja nitulie tu, nikatulia pale na nini, kwa hiyo achana na hiyo story ya Pastor Baraka. Na wewe unayo ya kwako, you have your story. Na hata ninyi ambao hamjaingia kwenye ndoa, you will have your story. Kwa wasichana unaweza usijue, safari nyingi za mahusiano ya kuelekea ndoa huwa zinaanza na wanaume. Unaweza ukashangaa, kwa mfano mimi ilivyokuwa ikawa na test spirit almost a year. Sasa ikawa akili zangu tu, mke mwema mtu upewa na Bwana, sikawa ni mimi tu. Najikuta niongee naye kitu fulani. Kisa hapo ukimwambia huyu mambo ya kuoana alafu akukataa, utavumilia hapo na mnaonana hapa kanisani kila siku. Hiyo aibu hamna. Kwa hiyo mwaka mzima najaribu ile roho inatokana na Mungu au na mimi mwenyewe. Kumbuka Jumapili moja nilifunga safari kwenda kuzungumza nyumbani kwao. Nikamkuta mzee yuko, nikamwambia sasa mzee, nimemkuta Gaudenzia hapo. Akasema yuko, Gaudenzia kuna mgeni wako. Nikaingia ndani tukafanya ombi, nikamwambia mtumishi, nimekuja ninaona Bwana anasema nami kwa ajili ya jambo la msingi sana. Natamani uwe mke wangu Bwana. Sasa yeye unasema mke, okay. Kumbe mahusiano ya kirafiki na mahusiano ya ndoa ni vitu viwili visivyofatana kabisa. Tabu na shida zikaendelea, lakini hiyo ilikuwa ni namna ya mahusiano. Sasa kuna vitu vingi unapokuwa kwenye mahusiano unapaswa kuvizingatia kijana. Cha kwanza, jaribu kuzungumza na Mungu kuuliza, je, ni hisia zako au ni Mungu anakukutanisha na yule mtu anayesema mke mwema mtu upewa na Bwana? Na hii hiko kwa vijana wa kiume. Kijana wa kiume ndio anayeanzisha safari ya mahusiano. Tuna vipindi 4 vinavyoleta hitimisho la ndoa. Cha kwanza ni urafiki. Wote mnaimba pamoja, wote mnasali pamoja, Bwana asifiwe, hamna mtu mwenye nia ya mwingine. Lakini hatua ya pili ni pale kijana anapoonesha nia ya kuwa na mtu fulani kama mwenzi wa maisha. Okay? Sasa anapoeleza kwa msichana, binti mwenye akili, kwa mashauri juu ya kitabu cha kutayarisha njia sehemu ya kwanza. Okay? Katika kipindi cha urafiki inasema binti mwenye akili atahitaji muda wa kuzungumza na Mungu na kuchunguza ule udhati wa kijana anayemueleza habari za tamanio lake la kuoana naye. Kwa hiyo binti unapoambiwa tu unajua sisi kwetu tuna bajaji 4 na kuna frame za maduka na unazungumza hii frame maduka na bajaji hizi. Hapa kuna jambo hapa. So kwa hiyo sasa unajua maisha haya nimefikia wakati natafuta mwenzi na story nyingi. Binti jiongeze. Anza kupeleleza huyo mtu anayetaka kufanya mahusiano na wewe ni mtu wa namna gani? Okay? Anampenda Mungu? Je, ni mume wa njozi zako? Tunasema Mungu hawezi kukupa kitu usicho kipenda. Apigi watu. Kuna watu wanauliza, pastor, unajuaje kama kijana apigi watu? Si mnaweza mkawa tu mnaongea hata siku mnajitolea kwenye usafi wa makambi au nini, unaona ameokota jiwe, kaona mbwa ameokota jiwe ameshampiga. Unajua huyu atakuwa anapiga watu. Wewe Mungu watu hata hana shida. Kuku tu vina parua ameshachukua. Unajua huyu wala. Kwa hiyo pale binti ukiona mtu anakueleza habari za hivyo mambo ya, unajua tunaangalia kwenye ndoa, tutaangalia vitu fulani kule vinavyokuja kuchacha. Kabla ya kuchacha kuna kipindi huwa cha kusahaulika kabisa. Na nikwambia unaweza kujikuta kuna kipindi mahusiano mpaka saa 5 saa 6 usiku mko na simu tu. Unajua bwana, basi usiku mwema bwana. Haya, usiku mwema pia. Alafu bwana unajua dakika 20 nyingine. Bwana tulale bwana. Unajua naona usingizi kwa kweli, usingizi kweli. Alafu yani bwana Mungu akitusaidia stories mwanaka. Sasa kuna wakati fulani zinakuwa na. Kwa hiyo binti unapoona kuna dalili za safari ya kuelekea mahusiano ya ndoa zinaanza, uliza Mungu, tafuta tabia ya huyu mtu, iko namna gani? Okay, mahusiano yake ni salama? Kama ana interaction yake, labda kama yuko nyumbani unaweza kupata access. Sasa tuko Dar es Salaam, kila mtu sio kwao hapa, kila mtu amekuja kutafuta maisha. Kwa mfano mimi nilikaa karibu mwaka mmoja na miezi 3-4 nimekataliwa tu. Baadaye mke wangu akaniambia basi nimefikiri na kuona kwamba na mimi nakupenda pia tu, Mungu akipenda tuoane. Sasa nikaenda baadaye nikajiuliza, huyu mtu mwaka mzima nimepata shida, nikisali naepuka hata siku nyingine tusiona naye kanisani, na ni tabu juu ya shida, alafu leo anaongea kirahisi namna hii.
Unajua kuna wakati ilikuwa hata navizia kanisani najifanya nafanya kazi za kanisa hapo nisitoke nje tusalimiane tu. Unasalimiana na mtu amekukataa. Unafikiri ni jambo la mchezo kupigwa kibuti mchezo. Yaani unazuga tu. Mimi kupiga kinanda sijui hadi leo. Lakini unakuta mwalimu wa kwaya maliza kinanda na najifanya nani pale napiga kinanda. Na siku napiga kinanda naona miguu imevaa mkionga na miguu mizuri jamani. Unaona tu miguu tu hakika hivi. Kuangalia ni yeye. Karibu chakula, twende tukale chakula Sabato mchana leo. Kasema huyu namna gani? Nikamuuliza wewe mbona sasa ilikuwa muda mrefu sana mwaka mzima unasema mimi sikufahamu, nilikuwa sifahamu, ilibidi nikufahamu wewe ni mtu wa tabia gani, unatoka wapi, una nini? Sasa uko kufahamu kulikuwa kuna shida. Mpaka nimetaka kujisahau. Kwa hiyo nikajifunza kwa nini nilikuwa kwenye kikaango cha kukaa na kukata tamaa. Kumbe anatamani kunifahamu mimi ni mtu wa namna gani, natokea wapi, vitu gani napenda, vitu gani sipendi. Okay. Ni kipindi hicho. Sasa kinatupa pia changamoto nzuri kwa wasichana. Unaweza kawa umesoma na mtu fulani, umesali naye katika kipindi fulani. Mahusiano hayo sio mahusiano ya ndoa. Unapoona nia na safari ya mtu anapotaka kuanza mahusiano na wewe ya ndoa, unapaswa kuwa na muda wa kutosha kumfahamu. Okay? Jifunze. Tena jifunze kutokea kwenye negative angle of a person. Huu ni ushauri wangu mimi. Yaani mfahamu mtu vizuri katika zile tabia zake hasi. Tabia hasi za mwenzi wako. Kwa mfano mimi sasa hivi nimewaambia mwezi wa 7 huu tutakuwa tunaanza miaka 14 ya ndoa na mke wangu. 14th. Na ndio miaka pia ya utumishi. Kuna wakati wenzangu niliokuwa wananifahamu akawa wananiambia, kuna mtu mmoja alikuja kale akakaa kabisa amekaa na mimi serious akaniambia una Baraka, sikuwa mchungaji by the way. Hivi uko kwenye mahusiano na Gaudensia? Muendani kabisa. Akanifumbua macho. Unajua akasema tuendane. Unajua yaani moyoni sasa yule anataka kuniambia nini wewe kwenye mtu unayempenda? Unajua upendo wewe. Unataka kuniambia nini wewe? Akasema wewe unajua unajuhudi sana na mambo ya Mungu, kanisani unawahi, una nini? Lakini yeye unaona anakuja saa 3, anakuja nini? Anaonekana kama nikamsikiliza. Sasa yale anayoniambia mimi nilishayapima. Na mimi kweli saa 1 niko kanisani. Saa 1 kuna kipindi gani? Kuna darasa la walimu saa 1. Ni kelele changu tu nawahi kanisani. Saa 1 kuna darasa gani kanisani? Ni hapa Ushindi. Hiyo ratiba ya Ushindi tu. Mimi nawaambia wewe nenda kanisa jingine, nenda saa 1 kanisani. Hamna chochote. Hii ni ndugu zangu, msije mkaenda kanisa jingine saa 1 ukaenda kanisani. Utakutana na mazingira ya kanisa. Usifikiri chai ipo kila mahali. Mimi nawaambia chai iko hapa. Jamani Bwana asifiwe sana. Ratiba ni ya pekee sana. Na Mungu atukuzwe kwa ratiba hizi. Sasa akaniambia baadhi ya vitu, lakini kingine unajua mazingira ambayo mimi nimekulia ni tofauti kabisa na mazingira aliyokulia mke wangu. Yaani mimi nimekulia kwenye familia ya shuruba. Yaani mimi kazi nzito yote unayofikiri kwamba utanipa, give it to me. Yaani hapa unaweza kushangaa niko na tai nafanya kazi unachangana. Huyu pastor vipi si atoe tai? Sito, I can manage it kwa sababu nimekulia hivyo. Lakini mke wangu hajakulia hiyo. Yaani ashuruba sijuma nini kwanza no you will kill her. Kuna wakati tulikuwa tuna kamradi hapo Iringa tulipewa shamba na kanisa wakati tumeoana tu. Kalima kilimo cha mahindi kwa mfumo wa kisasa kabisa. Siku hiyo unajua ndoa wakati huo tulikuwa tumeoana nafikiri tuna mwaka tu na kidogo. Tukasema tutembelee shamba na nini mambo ya mahusiano na nini. Tukaenda bwana. Tukachelewa kunywa chai. Nilichokiona pale kasa imani. Haya mambo mengine ya kujifanya hapa mambo ya mwenzi kwenda shambani na mke hapa. Amjala ni balaa hili. Kwa hiyo nikabidi kutafuta hapo chakula na nini, kula na nini, nikasema haya mambo ya kwenda shamba haya inabidi kuwa makini sana. Okay. Lakini ni mtu anaweza kafanya aina za kazi fulani vizuri. Ni mtu anayeweka analysis safi, anasimamia, yeye amesomea mambo ya uhasibu. Anaweza kaangalia budget, anaweza kaangalia vitu fulani. Okay, kumbe mimi nikishurubika mimi nikileta hapa pesa itakuwa inatumika vizuri. Kwa hiyo nisichoweza kufanya mimi yeye anakifanya vizuri. Kwa hiyo huyu mshiriki akiwa ananipanga nikamsikiliza, baraka zao, nashukuru mtumishi, nashukuru nitafanyia kazi. Na kwa kweli hivi karibuni
Lakini ndio nikashangaa, nikasema hivi, kama ningesikiliza yale maneno ya mshiriki ningekosa bonge la mke mimi, aisee. Kwa sababu strength za huyu mtu ni kubwa na nyingi kuliko madhaifu ambayo na mimi niliyaona kwamba anayo. Sasa hivi Mungu ametubariki, tumesogea mahali fulani kwetu, samani kwa kusudi zuri tu. Sasa pale kuna eneo kubwa, yaani tumehamia nyumbani kwetu, jamani, kuna eneo kubwa. Sasa tukao tunapanda Tumaindi, nikawa naona mke wangu anavyobeba lindola, samani hayupo hapa, ndola mbolea ya ng'ombe, anaanza kumwagia, anamwagia, anapanda, yaani nilimwangalia nikasema kwa miaka 13 sijamuelewa mke wangu vizuri, kwa sababu sikuelewa kwamba anaweza kufanya kazi kwa kiwango hicho nilichomuona sasa hivi. Sasa okay, kumbe tu wakati wa kujua uwezo wa gari nipeleke kwenye mlima. Sasa mimi nilikuwa namchukulia kuwa delicate, mtu makini, asiteswe na kazi. Kumbe ana uwezo wa kufanya kazi, so isipokuwa mazingira aliyokulia hayakuwa yamuexpose kwenye vitu vya namna hiyo. Vijana, kama hujaoa au hujaolewa, kuwa makini sana. Kuna temporal behaviors and permanent behaviors. Usije ukapata madhaifu ya mtu ambayo yako kwenye tabia za mpito ukakosa bonge la mke au binti. Unakuta kuna kijana anapitia uzoefu fulani wa maisha na ana tabia fulani ambazo ukiziangalia unaona kama eleweki. Know the majors ili uweze kukabiliana na minors. Tunaelewana vizuri jamani? Kwa sababu huyu mtu ukimwona kama ni ana uwezo wa kujaribu kufanya kazi halali, anajituma, anampenda Mungu, ni msikivu, lakini yuko kwenye kipindi cha mpito fulani, wewe huwezi kujua Mungu atamfanya kuwa nani huyu baadaye. Usingoje tu mtu aliyefanikiwa, kwa sababu nikwambia hata hivyo tafiti zinaonesha wazi kwamba wale watu walioolewa kwenda kuwakuta wanaume waliokuwa na kila kitu walinyanyasika. Yaani hawakuwa na uhuru wa kufikiri kwamba kuna ile ushiriki sawa wa vitega uchumi vya pamoja. Kuna mkuta mtu yuko kwake, lakini nyumba nzuri ameikuta imeshajengwa, gari zote zimeshanunuliwa. Kuna mkuta basi yuko tu pale, ana hofu, yupo kwake kama sio kwake. Ndio maana wanawake wanaojichaji akili nyingi, yaani akikuta mtu anasema mimi mume wangu tupambane, tutafute mali pamoja, si ndio? Kwa sababu inampa ile moyo wa kujiona kwamba hapa ni kwangu. Na kigundua kuna kamchepuko tu kazunguke kule kasisogee huku, nyumba niliyopata shida kuijenga mimi nikuone na kungoa masikio, anaweza kufanya kwa sababu amefeel joto la mafanikio. Kwa hiyo vijana, kuna ushauri mzuri, ninasema mimi si bwana, kwamba katika kipindi cha kujifunza mwenzi utakaye kuwa naye, mjifunze katika ile negative perspective, sio katika namna ambayo ana madhaifu, ambayo yale madhaifu kama utachukuliana nayo, nenda katika mahusiano haya. Ukiona yale madhaifu huwezi kuchukuliana nayo, basi yumkini huyo sio mwenzi ambaye Mungu amekusudia ufanyaje, uwe naye kwenye maisha. Kwa hiyo hicho kipindi kikipita, sasa ndicho kinakuja kipindi cha mihadi.